Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini moja kati ya makala tuliokuwa nayo ni je, Marekani na Israel watafikia lengo la kubadilisha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambapo baada ya kumuua Ayatollah Al-Khamenei walidhani watakuwa wamemaliza kazi, lakini hali imekuwa tofauti. Endelea kuwa nami ufahamu kwa mapana. Rais wa Marekani amesema wakati huu anatamani kumchagua kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini si mtoto wa Ayatollah Al-Khamenei, Mujtaba Khamenei. Rais huyo wa Marekani anaonekana kuwa ameafikia malengo yake katika hatua ya kwanza ya vita vinavyoendelea Iran vilivyoanza tarehe 28 mwezi Februari, hasa baada ya kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Akiingia madarakani kwa awamu ya pili, rais wa Marekani Donald Trump alisema anataka kudumisha amani, ila ameshambulia Iran kwa mara ya pili sasa. Kwa sasa akiwa ameungana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kiongozi huyo wa Marekani ameanzisha vita vya kikanda na sio nchini Iran pekee. Licha ya kuendelea kushambulia, baraza la wataalamu nchini Iran lazima limchague mrithi wa Al-Khamenei. Ila wale ambao wanataka kuipindua serikali hiyo wanaiona kifo cha Khamenei kama nafasi nzuri ya kufanya mabadiliko haya kwa usaidizi wa mamlaka za kigeni. Hata hivyo, hali inakuwa tofauti kadri siku inavyozidi kusonga. Vita vimekuwa vikali kati ya Israel na Marekani dhidi ya Iran. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba inaonekana lengo la Trump ilikuwa kumuondoa kiongozi mkuu wa Iran na viongozi wakuu wa kijeshi, na walitarajia huenda kifo chake kingesababisha maandamano makubwa. Anaongezea kuwa serikali ya Iran imesema bado ina udhibiti kamili wa utawala huo na hakuna dalili kuwa majeshi ya Iran yameanza kugawanyika. Wakati wenu wa uhuru umefika, Trump aliwaambia raia wa Iran katika hotuba yake siku ya Jumamosi baada ya kuishambulia Iran. Trump aliwataka watu kukaa majumbani mwao na kusema kuwa tukimalizana na operesheni yetu, serikali itakuwa yenu, muitawale wenyewe, na hii ni fursa ya kipekee ambayo imejitokeza. Katika hotuba yake, Trump hakusema kuwa anapania kubadilisha mfumo wa utawala wa Iran. Lakini kadri siku zinavyozidi kusonga, mpango wa kubadilisha utawala wa Iran ndilo wazo pekee lililopo. Katika miaka mingi ya hapo nyuma, Trump alikuwa akikashifu majaribio ya kuleta mabadiliko ya uongozi katika mataifa Mashariki ya Kati na kusema ukosefu wa uongozi thabiti umesababisha kukua kwa makundi ya kigaidi eneo hilo, na kuahidi kuwa akirejea madarakani angemaliza vita vya kiholela. Lakini swali ni, Trump anamaanisha nini akisema anawaletea raia wa Iran uhuru? Je, inamaanisha mabadiliko katika mfumo wa utawala au itakuwa kama Venezuela? Katika taarifa, viongozi wa Marekani walijikita sana katika kufafanua malengo yao ya kijeshi na kisayansi, hasa katika utawala wa Iran katika siku za mbeleni. Katika hotuba yake kuhusu malengo yao baada ya kuishambulia Iran, Trump alisema operesheni hiyo ni ya kuondoa tishio la Iran kwa usalama wao kwa kuharibu vituo vyao vya wanajeshi wa maji, makombora na silaha za nyuklia. Alisema si vita vya kubadili utawala, ila utawala tayari umeshabadilika. Pete Hegseth, waziri wa ulinzi wa Marekani, alitumia neno utawala wa zamani akijibu maswali ya wanahabari, akimaanisha kwamba wameshauangusha utawala huo. Ingawa waziri wa ulinzi wa Marekani amesema hawabadilishi utawala wa Iran, katika upande mwingine wa Atlantic, waziri mkuu wa Uingereza alitoa onyo kuhusu kutumia mashambulizi ya angani kuleta mabadiliko ya utawala nchini Iran. Mafunzo yaliyopatikana baada ya vita vya Iraq: ni lazima tuwe na mipango thabiti ya kuafikia malengo yetu, alisema Keir Starmer. Hata hivyo, moja kati ya jambo ambalo linatazamwa sasa kuangusha kabisa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni jambo ambalo ni gumu, kwa sababu raia wanaonekana kuwa wakati huu wapo upande wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Walianzisha maandamano, lakini ni maandamano ya mashinikizo na ya kulazimishwa kutoka mataifa ya kigeni, ambayo pia inadaiwa kwamba kulikuwa na wageni waliojiunga na maandamano hayo. Baadhi ya wachambuzi wanasema kuwa mojawapo ya chaguo zilizo wazi kwa Marekani na Israel ni kuharibu na kulemeza kiini cha serikali, kisha kuunda mazingira yatakayoruhusu nguvu za ndani za nchi kuchukua usimamizi wa taifa hilo. Lakini jambo pekee lililopo nchini Iran, kila nafasi ya kiongozi tayari imepangwa kiongozi mwingine pale ambapo kiongozi huyo atauawa. Na hiki ndicho ambacho kinafanyika katika Jamhuri hii ya Kiislamu ya Iran, na ndio maana baadhi ya wachambuzi wanasema ni ngumu kuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mtazamaji, nawe pia una fursa ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika unaweza kusubscribe channel yetu hii ikiwa bado hujafanya hivyo. Hii itakusaidia kupata habari hizi kwa mapana zaidi kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.